Karibuni ndugu zangu waandishi wa habari, makao makuu ya klabu hapa. Tuwe radhi kidogo, tumechelewa kuanza mkutano wetu kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu na nyinyi mmejionea hapa. Lakini jambo la msingi ni kwamba tumeanza mkutano wenyewe. Na tumewaita hapa kimsingi nina mambo manne ya kueleza. Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa 2 kamili usiku, na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao. Lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi, kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu ya Young Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa. Lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea, na ndani ya siku 3 zijazo pada majaliwa ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili la nne bado. Hawa wageni Silver Striker
Kina Uchizi nani anaitwa? Hao kina Uchizi hao. Hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis. Na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya 2:30 usiku. 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema niwape pia na taarifa ya hawa bwana kuja. Pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda wanaokuja ni 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu niseme ni message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekea Malawi tena Lilongwe kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya. Lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki. Katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa, hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100%. Bahati mbaya tu rehema siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu. Na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo. Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana. Pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young African Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Kwa kama mnakumbuka tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu Young Africans.
wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi pale kama sasa tufanyeni tutoe viingilio eneo la mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue tiketi kama kawaida. Lakini baada ya mchakato ule na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu hawa ambao wananunuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu shatoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri, na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strike, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote mwana Yanga mwenzangu unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Young African Sports Club, na nikiri lilikuwa ombi gumu kweli kupita. Lilikuwa ombi gumu kweli kupita kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya. Lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo ombi ilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young African Sports Club.